Naam, asante sana kwa kuendelea kutazama Ukumbi. Bado ni Kelly na wageni wangu Bwana Mohamed G. Galgalo kutoka Marsabit, Immaculate Shamala kutoka Trans Nzoia, Engineer Mumina Wachendo kutoka kaunti ya Machakos, jirani wa kaunti ya Nairobi, na pia vile vile wakili Esther Mushiri kutokea kaunti ya Kirinyaga. Bwana Mohamed, nije kwako wewe na tuzungumzie masuala mawili ambayo ndugu yetu alikuwa amezungumzia, moja kuhusu ufisadi na pili kuhusu miradi ya maendeleo. Ndio. Tukichukulia mfano wa eneo la kaskazini, ni sehemu ambayo pengine kwa muda mrefu ilikuwa imepitwa na masuala ya maendeleo, lakini kwa bahati nzuri masuala ya ugatuzi yameleta angalau usawa na maendeleo katika sehemu hiyo. Lakini kuna baadhi ya viongozi ambao bado wana desturi mbaya ya kwamba akishachaguliwa, hasa katika eneo la kaskazini, na sijui kama ni kwa sababu ya umbali ama kutaka ufahari kwengineko, ni kwamba akishachaguliwa anaondoka na kusahau sehemu za kaskazini kwa mfano. Kwa hivyo maendeleo hayaji kwa haraka, na pia kiongozi mwenyewe hafiki kuwahudumia wakazi. Sasa swali la kujiuliza, punde tu baada ya kuchaguliwa, inamaanisha kazi yako ya kuwahudumia wananchi imeisha? Halafu pili, kuna wale ambao wanapapia kujitajirisha. Unamkuta kiongozi ambaye kwanza kwa jina hakutambuliwa mtaani, pili pengine hakuwa na vitu ambavyo ni vya kujionyesha utajiri, lakini punde tu anapochaguliwa mbunge maisha yake yanabadilika, lakini ya wakazi wake yanasalia yale yale. Zungumzia masuala. Shukran sana. Kwanza ningetaka kuzungumzia mambo ya uwajibikaji. Vile unavyosema, wanasiasa wakichaguliwa wanarudi Nairobi, wanaenda kufanya mambo yao. Ni kwa vile wakati wa kuchagua ama wakati wa uchaguzi, hao wanasiasa wananunua kura, wanapatia watu wetu pesa ili waweze kununua kura zao, na wakati wanaponunua kura hawana kazi na wananchi, kwa ajili wanasema mimi hiyo kura mimi nimenunua na pesa yangu, na sasa nitarudi Nairobi kwenda kujitafutia pesa. Kwa hivyo mimi ningeomba sana watu wa kwetu, watu wa kaskazini wasiweze kuuza kura yao. Lakini niulize swali hili, na pengine wengine wanaweza kuchangia. Kwa nini, ikiwa tunasema wajinga waliisha Kenya, ndio kuna ile desturi ya kwamba mwanasiasa anaweza kuleta pesa, watu wakazishangilia wakazichukua, lakini mwisho wa siku ikiwa tabia yake tu ni ya kununua kura na hatafanya maendeleo, kwa nini wananchi wasichukue jambo la busara la kumwadhibu na kusema kwamba hatutamchagua licha ya kwamba tumechukua pesa zake? Na kuambia Olkalau imefundisha Wakenya mambo ya kupiga kura kwa kutumia sera. Kutoka huu wakati mpaka 2027 sioni kama Wakenya watakuja kununuliwa tena. Wakenya watakuja wachukue pesa yako, wasikize sera ili waweze kuchagua wanasiasa ambao wanaweza kuwajibika. Kwa vile kama sasa hivi ukiangalia maeneo la Marsabit County, kuna ile ugatuzi inafaa kutuletea maendeleo, lakini hadi wa leo unapata hakuna hata mabawa moja damu katika kaunti ya Marsabit, ilhali kila mwaka tuko na hali ya hanga. Ahadi kwamba tutaleta, kila mwaka wanasema tutafanya, lakini ukiangalia vizuri hadi wa leo hakuna hata project moja ya kusaidia watu wa Marsabit County. Ukiangalia hali ya masomo bado tuko vile vile kama zamani, na hiyo ni kwa sababu ya mbunge kutekeleza kutotekeleza majukumu yake. Hali ya janga inaleta matatizo mengi sana kule Marsabit. Hadi wa leo, wakati wa Mwai Kibaki alikuwa amesema tutengenezewe Badasa Dam. Ile Badasa Dam kuna mtu ambaye alichukua pesa bilioni 2 na akapita nayo. Ule mtu amechukua hiyo pesa, leo hii ni mwanasiasa, leo yeye ni seneta, na leo hii yeye ndo nafaa kuongelelea mambo ya uwajibikaji, lakini ilhali yeye mwenyewe ni mtu wa kupora. So kwa hivyo tukiongelelea mambo ya uwajibikaji, tunafaa kujiuliza sisi wanasiasa tutakaposhinda ama tutakapoingia, ni nini tunafaa kufanyia wananchi wetu kwa ajili ile hali ya basic needs. Mpaka saizi maji ambayo ni basic needs, bila maji huwezi kuishi. Kwa hivyo ukiangalia North Horr, ukiangalia Moyale constituency, ukiangalia Leisamis na ukiangalia Marsabit, hatuna maji hadi wa leo, na hizi ndo mashida ambayo tunapitia. Cha pili ni mambo ambayo inadhulumu watu wetu,
haswa mavijana, ni serikali na watu wanasiasa wanajaribu kuambia tutawaajiri kazi, lakini wanapopata kuna mavijana wanashikwa. Mpaka wa leo kuna mavijana wawili, Halake Malicha Yusuf na Boru Guyo Jilo, ambao ni mavijana wa nyumbani wameshikwa na hatujui mali wapo. Asante, lakini naomba tufanye katika mjadala huu. Naomba tugawanyishe majukumu ambayo yanastahili kufanywa na serikali na majukumu ambayo kiongozi aliyechaguliwa. Hawa viongozi ndio wanafaa kutafuta wale mavijana wetu wenye wameshikwa wamepelekwa wapi. Sasa ndio hapo nataka nijiulize, ni kwa sababu hawajali tena, hawana msukumo, au nyinyi kama wananchi hamuwakumbushi jukumu lao? Wananchi wanawakumbusha, lakini wanapopata wadhifa hawajali wananchi. Ndio maana watoto wetu, kama kuna kijana anaitwa Liban Boru ameuliwa, ameshazikwa, na hakuna mtu anajali, na hakuna mtu anafuatilia hayo maneno, hakuna mtu anafuatilia ili wazazi wake waweze kupata compensation. Na hii yote ni kazi ya leaders ambao umechaguliwa. Yes. Nije kwako dadangu Immaculate, na tuzungumzie swala la ufisadi. Ni swala ambalo ni donda sugu na saa nyingine linasikitisha, kwa sababu utakuta kwamba kuna wananchi, japo serikali imewafanyia maendeleo, imepeleka barabara, imepeleka maji, imepeleka umeme na kadhalika, lakini kuna wakazi ambao mashinani kule tunakotokea, kuna wale ambao kawaida tegemeo lao kubwa ni kile ambacho mbunge atakachofanya mwisho wa siku ndio waweze kufaidika, waweze kulala, waweze kupata lishe, waweze kusomesha watoto wao skuli. Lakini kwa bahati mbaya utamkuta kiongozi ambaye juzi pengine alikuwa anatumia gari dogo kufanya kampeni na ndio maisha yake, ghafla binvu sasa ni tajiri wa magari makubwa 3, 4 ambayo yote yanalipiwa na mlipa kodi. Ni tajiri kiasi kwamba pesa anazojigamba kuwa nazo ni nyingi kushinda alizoanza nazo kazi. Sasa tueleze, ni kitu gani ambacho kinawafanya viongozi wanaojitokeza kutozingatia maadili kama yale, ya kwamba sitaweza kushiriki ufisadi kwa sababu nina wajibu wa kuhakikisha kwamba Mkenya mwenzangu ambaye amenichagulia anapata faida kabla ya mimi kupata faida? Asante. Nashukuru kwa hiyo swali, na naona wenzangu ambao wanajitosa kwenye uwanja wa siasa wanataka viti kadha wa kadha. Na inanikumbusha kwamba kila mtu ambaye alitaka kiti alinena yale ambayo wamenena. Kila mtu, nitafanya hivi, ufisadi upo, mimi niko mashinani, kadhalika. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba tutoke sasa kwa hawa viongozi. Sasa tuzingatie mwananchi. Mwananchi wa Kenya yafaa, si mambo na Olkalau, manake Olkalau ilikuwa demokrasia, hakuna funzo lilikuwa pale, ilikuwa demokrasia, watu walipiga kura na wakampigia yule kiongozi ambaye wanataka. Lakini hebu tuende kwa wananchi sasa, tuseme unataka kiongozi mgani, manake hawa wananchi ndio pia wanaendeleza ufisadi. Kwa sababu gani? Kwa mfano, unakuta hawa viongozi inabidi wawe na pesa chungu mzima ili waweze kupea wananchi, kwa hata sio kuhamasisha, labda kuambia haya nipigie kura. Sasa inategemea na uzito wa mfuko wako. Tunaacha maadili, tunaacha masuala ya uongozi, tunaacha matakwa yetu. Sasa tunaangalia ni nini nitapata. Sasa kwa kizungu ni kwamba scratch my back, I scratch your back. Lakini ingelikuwa mwananchi ana pause, anasema ngoja kwanza, hata zile pesa ambazo unanipa kwanza zinitoka wapi, na wewe mwenyewe hauko kwa kiti. Number 1. Number 2, wananchi wanahitaji kuwa na scorecard yao. Wanataka women rep wa aina gani? Waona, si wa kikabila. Hapo tutaanza kuongea kuhusu ufisadi, kwa sababu ufisadi tuko na mataasisi nyingi za kuangalia ufisadi, lakini ufisadi unatoka nyanjani kwanza. Waona, ukienda kwa mfano kwa siasa bila gari, Prado, TX, wankuuliza wewe ni maskini aina gani? Manake kasumba ambayo kasumba ambayo tumeweka kwa wananchi ni kwamba lazima uwe tajiri ndio uwe kiongozi, na tajiri haezi labda akuwa mfisadi, lakini sio hivyo. So kwangu ni kwamba hii 2027 wananchi yafaa wasimamishe viongozi na waulize scorecard yao ni gani, waulize maswali ya kindani. Hii pesa umetoa wapi? Unatupea kama nini? Hata wakiwa katika zile sunroof zao wanaambia party leader, ngoja, sisi tunajua huyu kiongozi hana doa, hana ufisadi, rekodi yake ni nzuri, huyu ndio kiongozi wetu. Until that time comes, ndo tutasonga mbele. Otherwise, tunaweza kuwa tunasema wanasiasa ndo wabaya, but pia sisi wananchi tumechangia ufisadi.
Engineer, sijui kama unakubaliana kwa mapana na marefu vile alivyosema dada yetu na pia alivyozungumzia Mohamed Galgalo hasa kuhusiana na masuala ya ufisadi, na je, wakati umefika wa kupiga darubini kisawasawa, iwe ni mwanasiasa anaingia kupitia chama au iwe ni mwanasiasa anaingia kupitia ugombezi wake huru basi, na kwa sababu mwisho wa siku lazima tumwangalie Galgalo ni mtu wa aina gani, Immaculate Shamala ni mtu wa aina gani, wakili ni mtu wa aina gani, engineer ni mtu wa aina gani. Nakubaliana na dada yangu nusu kwa nusu, kwa sababu namba moja, kwa kifupi tu, ufisadi unaanza juu, sio chini. Wananchi kwa Kiingereza ni victims of corruption. They play the game because sasa hivi huwezi kwenda mahali popote bila kutoa hela fulani. No. You are a victim. Now you can't play the victim because that's punishing him twice. Ufisadi unaanzia juu. Na sisi tuna mpango. Mimi ninao mpango. Nataka niseme hivi. Kwa sasa hivi swali lako lilikuwa je, kuna tumaini? Na nataka niguzie ufisadi, uongozi duni na tumaini na kutokuwa na matumaini. Kwa sababu hivi sasa kuna tumaini. Olkalao anasema sio somo, lakini Olkalao ni somo. Ile inaitwa practical. Ulipoenda chemistry kuna theory na kuna practical. Kwa hivi sasa wao wameonyesha unaweza kuchukua zile hela na ukapiga kura vile unataka. Lakini pengine ikiwa tutatumia mfano wa Olkalao, pengine ni mfano kwa eneo la Mlima Kenya. Pengine huwezi kuwa mfano magharibi au kaskazini. Masomo ya chance. Wanafunzi wote hawatapata kama wale wengine. Alama, sawa. Lakini funzo lipo. Na kuna practical. Sio kwa Kiswahili tunasema practical namna gani. Sasa tumeona kiwazi wazi inawezekana. Next, sasa itakuwa hata hizo pesa hatutaki, kama vile dada yangu amesema. Lakini niangazie vizuri sana tumaini liliopo, kwa sababu tunataka tushike kukosa tumaini na matumaini. Tunatumaini kwa sababu kadha. Namba moja, katiba mpya 2010 imetupatia nafasi nzuri sana ya kwanza ya kuendesha demokrasia yetu vizuri. Kwa hivyo ingawaji tuna shida, pale kuna tumaini, kwa sababu sasa ile katiba mpya inaleta wajibikaji sana, na pale kuna institutions mbili ambazo, taasisi mbili zinachangia vizuri sana katika ile tumaini. Moja ni upigaji wa kura ambao ni uhuru, na pia judiciary ambao pia ni huru. Hizo institutions mbili, kupiga kura na mahakama, zinachangia vizuri sana kukua kwa demokrasia. Kwa hivi sasa mimi na matumaini, kwa sababu Olkalao ilitendeka. It's conjecture what the government would have liked, lakini serikali ilishindwa vibaya sana. Kwa hivyo inawezekana kwamba IEBC inawezekana ikaendesha uchaguzi ulio safi, na pia sasa tumeona mahakama ikisimamisha na kulegeza vile inataka, independent way. Kwa hivyo hayo ni mambo mawili. Namba pili, matumaini ya wananchi. Wananchi, wewe umesema wajinga liisha. Kwa kweli sasa hivi wamerefuka, na wamerefuka pia kwa sababu ya ile katiba, kwa sababu sasa katiba inaorodhesha vizuri sana wajibikaji wa kila mtu, mwananchi na mfanyikazi wa serikali na pia kiongozi. Kwa hivyo na Gen Z sasa ndio kelelezo kwamba watu wamerefuka. Kwa hivyo sasa wananchi wameanza kuuliza maswali ya umefanya nini na kwa sababu gani ilivyo. Namba tatu, kuna viongozi kadhaa katikati wale sasa wanataka kuja 2027. Kuna viongozi kadhaa ambao hawana historia ya uporaji, hawana historia ya ufisadi, hawana historia ya kuua watu, hawana historia mbaya. Na hivyo ndio nasema tutajuaje tofauti? Swali langu umeniuliza, tutajuaje tofauti? Huyu alisema nitaweza vizuri, mimi nasema nitaweza. Tofauti yake nini? Tofauti yake ni mwanga na giza. Je, huyu mtu anazungumza kutoka kwa giza ama anazungumza kutoka kwa mwanga? Kwa sababu viongozi wetu ni watu ambao tunawafahamu, wamekuwa katikati yetu. Historia ni nzuri sana, inaweza kusaidia watu wasipozingatia historia, ndio tunachagua viongozi ambao sio wazuri. Lakini ukiangalia historia ya mtu unaweza kusema vizuri sana, wewe ulifanya kazi wapi, hizi pesa zako ulitoa wapi. Kama mtu hawezi kukueleza utajiri wake ulivyo, basi inamaanisha kuna kitu anaficha. Okay? Na ile ya tatu sasa ni mpango. Kuwa na mpango ambao ni mahususi. Kwa hivi sasa
hakuna kiongozi anaweza kuzungumza na mimi anipatie tumaini asiponieleza vile atakomesha ufisadi. Namba moja, lazima ukomeshe ufisadi. Kumbuka vile Rais Uhuru Kenyatta alisema hapo awali alipokuwa rais, alisema kila siku tunapoteza bilioni 2. Fanya calculation. Assume kwamba hao wezi wanaiba tu siku 5 kwa wiki ambazo Saturday na Sunday wanapumzika. Utapata hapo wanaiba shilingi bilioni 4 za dola kila mwaka. Mimi ukinipea bilioni 4 kwa mwaka, nitakutengenezea kilomita 700 za reli ambayo iko na stima. Nitaweza kutengenezea kilomita 2000 za barabara mwaka moja. Sasa mimi ukinipea uongozi na nisimamishe ufisadi, alafu nitumie zile resources kwa kutengeneza nchi, mambo yatakuwa sawa. Sawa, tumekufahamu. Wakili, tuzungumzie swala ambalo bado ikiwa tunazungumzia masuala ya wanasiasa, na ndio maana nauliza swali la kwamba matumaini ya wananchi yaweko wapi? Si mara moja, kama mwalimu wa sheria umesema mara kadhaa, na tumeona wasimamizi wa taasisi muhimu hapa nchini, mkaguzi wa mahesabu za serikali na wale wanaosimamia uhasibu katika taifa hili, mara kwa mara wamegusia fedha kuporwa. Lakini kinachosikitisha ni kwamba katika safu yote ya uongozi katika bunge au hata seneti, husikii viongozi, iwe ni wa upinzani walioko serikalini, wakipiga sauti na kusema hem tuzuie, hem tusikilize kwa makini, mkaguzi wa mahesabu anasemaje? Ikiwa leo bilioni 7 zitapotea na hakuna kiongozi ana wajibu wa kusimama, awe ni mbunge awe ni seneta, kusema kwamba hili ni jambo linasikitisha, linafilisisha taifa. Sasa wewe ikiwa utachaguliwa leo ushirikiane na viongozi wengine katika bunge la kitaifa, vipi utazuia hali kama hiyo? Kwa sababu nafikiri hayo ndio masuala ambayo yanamtamausha Mkenya, kwamba imefika mahali tumechagua viongozi ambao wanastahili kutunga sheria za kuzuia ufisadi, lakini wanajidai hamnazo, hawajali kabisa. Asante sana. Kwanza niseme kile kitu kinachohitajika katika nchi hii ni wajibikaji, na hilo ni jambo ambalo linatakikana kwa kila kiongozi na pia wananchi wenyewe. Umeuliza swali ukasema kwamba wale viongozi ambao tumechagua wako upinzani, wako serikalini, hatuwaoni wakiuliza yale maswali wanafaa kuwa wanauliza yanayohusu utunzi wa rasilimali na utunzi. Nimeuliza hivyo kwa sababu naamini ikiwa wewe ni kiongozi ulioko serikalini kama mbunge ambaye anashabikia serikali, ukisikia kuna ufisadi lazima unahuzunika. Lakini kwa nini huelezi? Pia ukiwa katika upinzani, unaposikia ufisadi wa mabilioni ya pesa, lazima inakusikitisha kama mtu binafsi, kama muungwana. Lakini kwa nini haupazi sauti? Kwa nini hauzungumzii masuala kama yale? Nimrod, wacha niseme kwanza, shida moja kubwa sana ambayo tuko nayo bungeni, ya kwanza ni corruption. Ipo mpaka bungeni, ambapo unapata kwamba ujumbe ambao unatoka kwa Auditor General, na information ya corruption and use of public resources inakuja bunge kupitia kwa committees, lakini yale maswali ambayo yanafaa kuwa yanaulizwa hayaulizwi, kwa sababu unapata the committee of the house imekuwa compromise yote. Kabla waketi chini kusikiza governor fulani, kabla waketi chini kuuliza maswali ya utumizi wa rasilimali mpaka pesa za kina mama. Unajua kuna pesa inaitwa GAF ambayo inapewa mpaka women reps. Kuna pesa inaitwa CDF inapewa MPs, na kuna ile pesa inapelekwa equitable share inapelekwa katika county governments. Unapata wakati wowote hawa watu wanapotokea mbele ya the various committees, wanakuwa kwanza washawaona kando, ndio wasiulize yale maswali ambayo yataweza kuleta tashwishi katika accountability measures. Sasa swali langu ni kidogo tu, utakuwa umechaguliwa, vipi utajitenga au utajizuia vipi? Kwa sababu kuna wale wanaoangazia saizi wanasema ndio namsikiliza wakili na muamini kwa sasa hivi, lakini vipi atajitenga na wale ambao walitangulia, na si mmoja si wawili si watatu, miaka imepita. Kabla nijibu, wako meza moja ya ufisadi. Asante. Kabla nijibu, kuna point nyingine nilikuwa nataka kusema. Ignorance. Na wale watu ambao wanaowachagua viongozi hawajui ni nini ndio responsibility ya wale wanaowachagua. Hiyo ni kitu ingine. Kitu ya tatu, wale wanaochaguliwa nimekuja kugundua kwamba hawajui kazi yao ni gani ambayo imewekwa katika katiba yetu ya Kenya. Unapata kwamba
kila mtu anayechaguliwa, kama ni governor, kama ni president, kama ni woman rep, MPs, kila mtu ako na wajibu wake ambao umewekwa pale na katiba. Lakini wanapoingia bunge, mara mingi tunapata kwamba hawajui ni kipi ambacho wanafaa kufanya. Umesema mambo ya sheria za kuzuilia mambo ya corruption. Mimi kama wakili ninafundisha kuandika sheria. Kwa hivyo nikiingia pale bunge niko na uwezo, kwa sababu nimekuwa nikiandika sheria mingi sana katika nchi yetu. Niko na uwezo wa kuandika sheria ambayo itaweza kuleta mwisho na itaweza kukua, ile sheria iko hapo na itaweza kusimamisha yale mambo ambayo tunasema ndio mambo ya corruption, mambo ya miradi ambayo haikamiliki wakati unaofaa, mambo ya budget. Unapata budget imeandikwa, tutafanya hivi, miradi imewekewa pesa, lakini wakati wa implementation unapata kwamba kama waliweka 100 million kutengeneza barabara, walitumia 10 million, 90 million ikaenda kwa mifuko ya watu. Sasa ile kitu tunasema ni kwamba uwajibikaji ni wananchi waweze kuuliza maswali. Kama wewe kiongozi, wajibika uweze kutumia rasilimali za nchi hii kwa kile ambacho ulisema utafanya katika bajeti yako. Immaculate, nikuulize swali la kizushi kabla nije kwako. Maana nataka kuuliza swali la kizushi kwa Immaculate kwa sababu anashabikia serikali. Naam. Kuna uwezekano kwa mwanasiasa ambaye anaunga mkono serikali ya siku, iwe ni ya sasa ama itakayokuja, kujitenga na masuala ya ufisadi, au yanapotajwa unakuwa kimya kwa sababu yanatekelezwa na wakubwa wako, yanatekelezwa na serikali ambayo inashabikia? Kuna uwezo kwa viongozi kama wale, kwa sababu inasikitisha, sio kwamba mkaguzi wa mahesabu amepotezwa na fikra au amepoteza fahamu anaposema kwamba kuna bilioni 7 hazionekani zimetumika vipi. Wabunge fulani hawajathibitisha jinsi walivyostahili kutekeleza matakwa ya wananchi kupitia fedha za umma. Kuna uwezekano wa viongozi kama hao kujitenga, au inakuwa tu kushabikia kwa sababu hatustahili kupinga? Kiongozi yafaa awe na fikra zake za kibinafsi. Kiongozi yafaa asimame kwa ukweli na haki. Kiongozi manake hiyo ndo uongozi. Na kama kiongozi haezi fanya hivyo, basi yeye sio kiongozi. Ndiposa huwa nasema hata mimi ambaye niko kwenye serikali na nashabikia serikali ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, yale ambaye ni makosa yawe ni makosa. Na mimi husema taasisi hizi zenye zipo, wajua tunaongea ni kama hamna taasisi, lakini wakili ametujuza tuko na taasisi nyingi sana, tuko na katiba nzuri sana. Hata pale chini sisi wenyewe tunaweza kupeleka kesi kotini kusema huyu mbunge ni mfisadi, lakini unakuta pia koti iko na nafasi yake ya kusikiza hizo kesi na zinachukua muda. Kumbuka mwananchi anataka vitu za haraka, lakini unakuta ukienda pia sheria inasema mpe yule pia nafasi ajitetee. Lakini kama kiongozi, hata we mwenyewe ukipata ile uongozi, nyie ambayo mnataka viti na unashtakiwa ama unakusudiwa ama kuna madai ya ufisadi, jambo nzuri, maadili ambayo unaweza leta, na ndo natamani nisikie, unaweza weka mambo yako kando, you step aside, na unasema wacha taasisi zinichunguze, halafu zikini clear, wacha nifanye nini? Nirudi. Vitu kama hizo haistahili, samahani, najua unataka kwenda kuingia ndani. Vitu kama hivyo havistahili kwamba tuwaambie. Viongozi wanatakuwa na tu wajue kwamba step aside, alafu tufanye yenye inahitajika. Jambo la pili ambalo nalataka kulisema, wale ambao wale ambao wenye wako kwenye bunge, hakuna kitu ambayo inatuzuia sisi kusema hapana, wewe hauko sawa, kuna dosari. Na nimeona watu wengi hasa wananchi wakifanya vitu kama hizo. So hata sisi ambao tuko kwenye serikali ni uchungu kuona kwamba kuna ufisadi unaendelea, manake inazuia pia miradi ambazo serikali ilikuwa imefanya nini, imeweka kama mikakati zake. Natumaini tunaishi Kenya moja na dadangu Immaculate kwa ajili tofauti. Ile mambo anasema na hali ilivyo ni tofauti kabisa. Lakini kuna kitu state culture. Kwa maoni yake, hayo ni maoni yake, na ni vyema tuheshimu maoni yao. So usije ukasema siishi hapa, mimi mwenyewe naishi hapa. Kuna kitu inaitwa state culture. Na naishi Tanzania. Pengine nieleze hivi, sisi wakaji unapozungumza state culture, acha nikukumbushe. Punde tu serikali hii ya Rais William Ruto ilipoingia mamlakani, jambo la kwanza lilifanyika ni kwamba rais
alikwenda kuwashawishi wabunge hata wa upinzani kuungana naye kwa lengo moja, kuhakikisha kwamba sheria zinapofika bungeni ziwe zinapitishwa kwa urahisi ili aweze kutekeleza majukumu yake. Sikumuona amemshikia mtu silaha, sikumuona amemshikia mtu bunduki, ilikuwa kwa hiari. Swali la kujiuliza ni ikiwa wale wabunge walikubali hiyo unayoita state capture, walikubali kwa sababu gani? Na pili, wewe kama kiongozi ambaye anatamani kuingia mamlakani, ikifika wakati huo mwaka ujao, utajizuia vipi na masuala kama state capture? Ndugu yangu, ningetaka kukuambia hizo sheria zilizopitishwa ni za kudhulumu wananchi na kutesa Wakenya. Ndio maana umeona Gen Z wamekuwa wakifanya demonstration. Hadi wa leo wameleta katika mlango ya nyuma. Na ndio maana dadangu amesema ni kwa ajili ya corruption, ufisadi. Ndio maana haya maneno yote ambayo tulikataa 2024 ililetwa kwa mlango ya nyuma. Na ndio nataka kukuambia haswa sisi wakaaji wa kaskazini na eneo la kaskazini mashariki, the worst thing and the most unfortunate thing that has happened to us is the UDA government. Sisi tunadanganywa na maneno matamu, lakini ukiangalia sera ambayo inafaa kufanyika pale mashinani, hakuna hata moja imeweza kufanyika kwa ajili wao tuliowachagua. They are dining with the leaders of this country. Wanaogopa wafunguliwe kesi ya ufisadi, ndio maana hawezi kuwajibika, hawezi kufanya ile kazi tuliowatuma kufanya. Niulize swali la kizushi. Kama wakazi wa eneo la Marsabit, ikiwa kuna ufisadi unaendelea, kitu gani, ikiwa leo tunasema kwamba Mkenya si mjinga tena, kitu gani kinawazuia nyinyi kufungua kesi dhidi ya wale viongozi mliowachagua ikiwa wanashiriki ufisadi? Kwa sababu nafikiri pia nyinyi kama wananchi mmetelekeza jukumu lenu, kwa sababu kisheria una uwezo wa kusema kwamba kuna mbunge fulani ndio ni mshirika wa karibu wa serikali, lakini hilo jukumu mmemwachia nani? Nakwambia leo hii kuna kesi mingi mbele ya EACC ambaye wanafungua file na wanafunga kutegemea ni nani ako na uwezo ya kulipana pesa. Kwa hivyo wakaji wa Marsabit kila siku wanajitoa nje, wameenda kotini. Leo hii enda Ethics and Anti-Corruption Commission, kuna watu ambao wako na kesi ambayo wanasema irudishwe ODPP. ODPP anasema irudishwe EACC kwa ajili hiyo file sio complete. So kwa hivyo kusema wakaji wa Marsabit hawafanyi kazi yao, wanafanya, lakini kuna ile state capture ambaye ni nani atasema ni nini itafanyika. Ndio maana sisi tumekosa kupata haki yetu. Na ndio maana nasema ikiwa mkazi wa Marsabit anakusikiza sasa hivi, utajitenga vipi, utajilinda vipi na state capture? Kwa sababu itafika wakati itafanyika. Mimi lazima niwajibike. Kwa vile lazima nifanyie watu wetu kazi. Sisi kama wakaji wa Marsabit leo hii hatuna basic needs. Nitakapoenda bunge ni nini nafaa kufanyia watu wetu? Na lazima nikuwe accountable to the people. Nitakapoenda huko, after every 3 months, after every 1 year, kuna public participation ambayo inafanyika at every ward level. Nitaenda kwao kuwauliza ile mwaka uliopita ni nini mulisema mnataka kufanyiwa katika hii ward. Ni pesa ngapi tumepata katika hii pesa, na kwa ile project tulisema ifanyike ni nini imefanyika na ni nini haijafanyika. Kama haijafanyika, hiyo pesa ilienda wapi? Sisi lazima tuwajibike kutoka ground at the bottom level, at the ward level, kwa ajili ndio maana inaitwa public participation. Na kwa hivyo hadi saizi hakuna accountability, kwa ajili hakuna mtu anaenda kuuliza ni nini mulisema na ni nini imefanyika hadi wa leo. Nimekufahamu Mohamed. Kuna kitu wakili anaweza sema. Kuna kitu inaitwa access to information. Kidogo tu ni kwamba tumewahoji wanasiasa wengi, wamekuja wakatoa ahadi kama hizi ambazo mnazitoa. Mwisho wa siku nia zao zinabadilika kibinadamu, lakini tunapowakumbusha ama wananchi wanapowakumbusha kwamba ulisema hivi, kiongozi anaanza kusema wale ni vibaraka wa wapinzani wangu wametumwa, ili hali wanakukumbusha tu yale yale uliyosema. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Nimrod, labda niruhusu niseme. Kwa sekunde chache sana, maana naarifa tunafaa kwenda mapumziko. Labda niseme hivi. Katika katiba yetu ya Kenya, mwananchi Article 1 ndiye anayechagua with the people. Correct. Kwa hivyo mwananchi ako, na that is why nilisema kuna ignorance ya watu kutojua ni nini hasa, ni jukumu gani wanaweza chukua dhidi ya yule ambaye anakosa kufanya kulingana na matakwa ya katiba. Kitu ingine,
tuko na shida ya party, the party analogy, kwamba kwa sababu ulichaguliwa na chama fulani unajificha hapo ndani, unakosa kufanyia wananchi kazi. Ningesema hivi, kuna kitu inaitwa access to information katika katiba. Mwananchi yeyote ako na haki ya kupata information ile ambayo anataka kuweza kumpeleka yule aliyechagua, kuweza kumpeleka kotini, ndio aweze kuuliza kupata justice kwa yale mambo ya corruption. Leo muda nao, nitawapa nafasi kuendelea. Nitawapa nafasi ya kuzungumza. Lakini pengine swali la kujiuliza, kuna wakati ambapo wananchi walikuwa na nafasi ya kuwaregesha wabunge nyumbani. Sijui kama hiyo nafasi bado wanakumbuka wanayo. Kwa sababu ikiwa swala ambalo Mohamed Galgalo amelizungumzia na swala muhimu la state capture. Ikiwa kuna kiongozi ambaye mlimchagua kwa chama fulani, kwa misingi fulani, kwa sababu mnaamini atatekeleza, akiwa atavuka mipaka na kuingia muungano na chama kingine bila kuwauliza maoni yenu, mnastahili kuhakikisha kwamba mnawasilisha nyaraka za kumuondoa. Kumsaidia mwananchi, kwa sababu hapa naona zote mnamsukuma mwananchi sana hivi. Sasa sheria zinatengenezwa na mwananchi, sheria zinatengenezwa na mtu mwingine. Tukirejea tunakupa wewe nafasi. Tukirejea, mtazamaji, mwelekezi wangu ananiambia twende mapumzikoni. Tunarejea hivi punde tukiwa tunazungumza, je, una matumaini gani na wanasiasa?